kwa namna ambavyo jambo lilivyo, baadhi ya maeneo ambayo Young Africans wanaonekana wanataka kuchukua hatua za kisheria kutokana na hiki ambacho wamekuwa wao wakituhumiwa, wameweka kwamba ni wamekashifiwa kwa maana kwamba kashfa, lakini uchafuzi na uchochezi wa jina la klabu ya Yanga. Yani ni kweli kwa sababu hapo kashfa inakuja ndio tunasema fedheha au kashfa kwa Kiswahili kizuri moja kwa moja tunakosa, lakini neno la Kiingereza ni defamation. Yes. Sasa hiyo defamation inakuja kwa sababu inaenda kwenye root ya reputation ya mtu. FIFA imekataza mtu yoyote kujihusisha kwenye mambo ambayo yatashusha dignity na integrity ya mtu au klabu. Kwa hiyo ukijihusisha kwenye mambo hayo ambayo yanaenda kuchafua hizo reputation za watu ambao wamezijenga muda mrefu, reputation ya klabu ambayo imejengwa miaka mingi kwa maneno au tuhuma ambazo hauna ithibati nazo, hilo linakuwa ni kosa la sheria. Kwa bahati mbaya zaidi, hizi kanuni za FIFA hizi nilizozitaja zote mbili zinawajibisha watu ambao ni watu wa mpira. Watu wa mpira waliotajwa hakuna waandishi wa habari. Okay. Kwa hiyo hawawezi kuwajibishwa kwa sheria hizi mbili za mpira, lakini na bahati mbaya nyingine zaidi, hata kanuni zetu za ligi kuu za ndani pia hazijataja uwajibishwaji wa hawa waandishi wa habari. Kuna kanuni namba 11 ya kanuni za ligi kuu hili toleo la sasa hivi imezungumzia issue ya ithibati na adhabu, lakini katika hizo ithibati na adhabu zinazotolewa zimelengwa kwa wachezaji, maafisa michezo, waamuzi, viongozi, lakini hakuna waandishi wa habari. Unaelewa? Maana kesi inaweza ikaenda kwenye mahakama za kawaida. Exactly. Sababu pale ambapo sheria za mpira zote zipo kimya na huyu mtu sio subject wa hizi sheria na stadia za mpira, lakini kwa sababu ameaffect au ameathiri taasisi ambayo na yenyewe ni kimpira, kwa hiyo inaangalia hapa sisi tutachukua hatua gani za sheria ambazo ziko available kwa wakati huu, ambapo wameenda na hiyo issue ya kuchafua hiyo.